mtu ambaye tulianza naye kama mdau ambaye tumekuwa tukishirikiana naye kwa mambo mengi. Mimi ninaamini yeye amekuwa mdau wa michezo. Amewahi kuweka mashindano, lakini pia Imani ana mashindano mengine yataanza baada ya mashindano haya. Yataitwa M1. Yes. Yataambatana na ufunguzi wa mgahawa wa M1 ambao utafunguliwa hapa Bukoba. Yes. Kwa Dar es Salaam yuko na migahawa ya M1 kama miwili sasa inafanya kazi, watatu wanatakiwa kufunguliwa maeneo tofauti tofauti. Yes. Sasa analeta M1 Bukoba, na baada ya mashindano haya yatakuja mashindano ya M1. Na yeye kwa maelezo yake na mazungumzo yake itakuwa kubwa, sababu vitu tunapima. Alifanya Samia Kagera Cup. Yes. Ikaenda sasa ameona UVCC Bukoba Cup. Of course akipima anaona kabisa kuna utofauti wa UVCC Bukoba Cup na Samia Kagera Cup. Kwa hiyo anataka kufanya kitu kubwa zaidi. Yes. Na hiyo ndio ambayo sisi tunataka tulete mambo vijana wapate burudani. Yes. Kwa hiyo surprise ya M1 mimi ninaungana na ninyi kuendelea kuisubiri. Sijui ni nini, lakini naamini atafanya jambo. Ulitambia mmoja mfugaji tumezungumza naye kwa ajili ya kupata maoni kama nilivyosema. Yes. Na ameniambia atanipa majibu ndani ya siku hizi chache, kwa sababu unajua wadau ukiwafuata wanakuuliza mwisho wa mashindano ni lini, anataka kupima. Na mimi nikiwapa utaratibu na jinsi ambavyo tunakwenda, nasema tutafanya jambo. Sababu ukiangalia mashindano yanapokwenda yanachezeka kila weekend, Ijumaa, Jumamosi na Jumapili. Yes. Tunatarajia finali itakuwa tarehe 20 kwa tarehe zilizopangwa, kama tutakwenda hivi bila kupata changamoto yoyote ya kubadilisha ratiba. Yes. Tarehe 20 ya mwezi wa 6 tunatarajia itakuwa ni finali. Yeah. Kwa hiyo mpaka kufika tarehe 1-2 ya mwezi wa 6 kama ambavyo sasa tuko tarehe 4 ya mwezi wa 5. Yes. Tutakuwa tumeambizana. Wakati tutaenda kufika robo finali, naamini atakuwa ameshatoa majibu. Tumepata tuzo nyingine mpya, na napata bahati ya kutangaza tuzo mpya kila anapokuwa kwenye kipindi hiki. Yes. Tumepata mdau ambaye amesema yeye atatoa tuzo ya mchezaji bora wa fair play ya mashindano. Mchezaji bora fair play. Yes. Na tuzo zote hizi sisi hatukabidhi pesa. Yes. Tuzo hizi nadhani nimeangalia tuzo zote tunazozitengeneza. Yes. Tumejitahidi kutafuta tuzo ambazo mtu akipewa anaweza kuishi nayo kwa miaka na miaka. Akiona inampa kumbukumbu ya kwamba kipindi fulani nilishiriki jambo fulani. Yes. Ukichukua shilingi 200,000 ukampa mtu kama zawadi ya mchezaji bora fair play au mfungaji bora, 200,000 ni pesa ambayo kwanza anaweza kugawana na wenzi. Bwana wewe kucheza peke yako bwana, kwenye timu tulikuwa wote. Yes. 10,000, 10,000, 20,000 ngapi, atabaki na nusu au robo. Alafu sio kitu. Lakini hizi tuzo tukizitoa ni tuzo ambazo zinaishi. Hakuna namna anaweza kugawana tuzo na mtu. Yes. Atapokea tuzo yake, atakwenda kuitunza kabatini. Tunaamini hivi vitu kipaji kinaisha. Kuna muda mtu atakumbuka kwamba ni wewe kucheza kipindi fulani mpira, alafu atabia bwana hatujaelewa kuona bwana. Yes. Toa tuzo yake, anaambia bwana tuzo hii mashindano fulani nilionyesha kiwango kizuri na nilipata tuzo. Yes. Kwa tuna tuzo ya mchezaji bora wa fair play. Sasa kwa sababu fair play tunaamini watu wa chama cha mpira ambao wanasimamia, kwa sababu fair play ni pamoja na masuala ya kadi na mambo mengine. Hii tutairudisha kwa chama cha mpira, watakwambia mchezaji gani ambaye anaonekana amekuwa muungwana, amecheza mchezo wa kiungwana, amepata kadi, cheza faulu za pale na vitu kama hivyo. Lakini ile tuzo yetu ya waandishi wa habari za michezo nilitangaza iko pale pale na inaendelea kuwaomba waandishi wetu muendelee kufuatilia kama ambavyo mnakwenda kwenye viwanja vyote. Lakini mtupendekezee namna bora ya kuipata, whether mtapiga kura nini au mtapendekeza alafu tuweke online, wananchi wapige kura, waseme kati ya hawa ni nani ni bora. Vyote ambavyo vitapendeza. Lakini naamini mpaka tunafika hatua ya robo finali, waandishi wa habari za michezo mtakuwa mmetupendekezea namna bora ya kupatikana mchezaji bora wa mashindano wa waandishi wa habari za michezo. Kama unavyoona tuna wadhamini wengi sana tumeweka pale. Na tunawataja na tunapata nafasi ya kuwatangaza. Na kuanzia robo finali kama mechi ya ufunguzi ilivyokuwa. Kipindi cha break pale, muziki mkubwa huko pale, MC, mechi zote za robo finali na nusu finali mpaka finali zitakuwa na MC, zitakuwa na watangazaji kama ambavyo tulifanya finali. Kwa hiyo watapata nafasi ya kuzungumza, kutangaza biashara zao, kueleza ni kitu gani wanachokifanya, kwa sababu sio wote wanafanya biashara. Wadhamini wengine wanatoa elimu, wadhamini wengine wamekuja kutoa fursa. Kwa watapata nafasi ya kuzungumza na wana Bukoba kitu gani wanakifanya na kitu gani wanatamani kiwafikie wana Bukoba. Kwa hiyo nafikiri tumpatie tu mawasiliano, akaribie tuzungumze. Hakuna kigezo. Hakuna kigezo. As long as anataka kushirikiana na sisi anakaribishwa.